Mheshimiwa Bunge, tunaendelea na mkutano wetu wa 11. Leo ni kikao cha 54. Katibu, maswali. Swali la kwanza tunaanza na ofisi ya Mheshimiwa Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, na litaulizwa na mbunge wa Nyamagana Mheshimiwa Stanislaus Shingoma Mabula. Jengo la ofisi ya mkuu wa wilaya ya Nyamagana linalojengwa katika kata ya Mkolani limechukua zaidi ya miaka 4 sasa bila kukamilika. Je, serikali haioni kuwa na miradi isiyokamilika kwa wakati kunarudisha nyuma maendeleo? Naibu Waziri TAMISEMI anatoa majibu ya swali hilo. Tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Stanislaus Shingoma Mabula, mbunge Nyamagana, lenye vipengele A na B kwa pamoja kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba ujenzi wa jengo la mkuu wa wilaya ya Nyamagana ulioanza mwaka wa fedha 2008-2009 umechukua muda mrefu. Sababu kubwa ya kuchelewa kukamilika ujenzi huo ni changamoto ya upatikanaji wa fedha za ruzuku ya maendeleo. Hadi sasa kiasi cha shilingi bilioni 1.34 kati ya shilingi bilioni 1.84 zilizokuwa zikihitajika zimetolewa na kutumika katika kujenga boma lenye vyumba 23 vya ofisi, kumbi 2, mgahawa, chumba cha kuhifadhia nyaraka, vyoo, kuwezeka jengo lote, kupiga plasta, kuweka milango, vigae, kupaka rangi, kuweka dari, kufunga milango na madirisha na mfumo wa maji safi na maji taka. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua muhimu wa kumalizia jengo hilo, jumla ya shilingi milioni 420 zimetengwa katika mwaka wa fedha 2018-2019 ili kumalizia mfumo wa usalama wa jengo ikiwemo zimamoto, mfumo wa umeme, tanki la maji na uzio. Kwa maana hiyo, ujenzi wa jengo hilo unatarajiwa kukamilika katika mwaka wa fedha 2018-2019. Mheshimiwa Mabula, nilikuona. Mheshimiwa Spika, nakushukuru na nimshukuru naibu waziri kwa majibu yake mazuri. Nitaka tu kusema jambo moja au kuuliza kwamba majengo haya serikali yanachukua muda mrefu kukamilika na matokeo yake yanagharimu fedha nyingi zaidi, ambapo yangejengwa na kukamilika kwa wakati yangesaidia sana matumizi ya fedha za serikali kutumika kwa uchache. Sasa pamoja na serikali na jitihada zake kubwa, ni miaka 10 leo. Mwaka ujao wa fedha Mheshimiwa Waziri anatuahidi kwamba jengo hili litakamilika. Niombe sana tufanye jitihada hiyo ili fedha hizi ziletwe na jengo hili liweze kukamilika. Hii itachangia hata ukuaji wa uchumi kwenye lile eneo ambalo jengo la mkuu wa wilaya limejengwa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Asante sana. Majibu kwa ufupi, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Joseph Kakunda, tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, napenda nimhakikishie Mheshimiwa Mabula na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Nyamagana, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza, pamoja na mikoa yote na wilaya zote, tumepitisha hapa bungeni shilingi bilioni 53 kwa ajili ya kujenga majengo ya halmashauri, na tumepitisha hapa bilioni 80 kwa ajili ya bajeti za maendeleo za mikoa. Hizi fedha nataka niwahakikishie kwamba serikali inaendelea kuwa stable kabisa katika masuala ya ukusanyaji wa fedha. Fedha zitapelekwa, wala sio na wasiwasi wote. Tunaendelea na swali la Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma. Kituo cha afya Mlandizi kimetimiza vigezo vyote vya kuwa hospitali ya wilaya. Je, ni lini sasa serikali itapandisha hadhi kituo hicho kuwa hospitali ya wilaya? Swali hilo limeelekezwa Ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kituo cha afya Mlandizi bado hakijakidhi vigezo vya kukifanya kiwe hospitali ya wilaya. Hata hivyo, serikali haina mpango wa kukipandisha hadhi kituo hicho kuwa hospitali ya wilaya. Mheshimiwa Spika, serikali imeamua kituo hicho kiendelee kutoa huduma kama kituo cha afya na badala yake
iliagiza halmashauri ya wilaya ya Kibaha itenge eneo kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya wilaya. Mheshimiwa Spika, serikali tayari imeshatenga fedha kiasi cha shilingi bilioni 1.5 katika mwaka wa fedha 2018/19 kwa ajili ya ujenzi huo. Pia halmashauri imeshatenga eneo la ekari 32 lilopo katika kitongoji cha Disunyala, zamani ilikuwa shamba la United Farming Corporation, kwa ajili ya ujenzi huo. Mheshimiwa Hawa ameridhika? Hapana Mheshimiwa Spika. Wamesema hawana mpango wa kujenga Mlandizi. Bado tuna maombi. Endelea Mheshimiwa, swali. Ninakushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza maswali mawili madogo ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, kinachoendelea kwa sasa katika kituo cha afya cha Mlandizi ni kuelemewa na lundo la wagonjwa. Hususan upande wa afya ya uzazi. Ndani ya mwezi mmoja Mheshimiwa Spika, wanawake zaidi ya 250 wanaojifungua. Idadi hii ni mara 3 ya walengwa wa kituo hiko cha afya cha Mlandizi, kitu ambacho kinapelekea kituo chetu kuwa na mahitaji makubwa ya matumizi ya madawa, vifaa tiba na huduma za kujifungua. Nikipenda kujua sasa, wakati huu ambao hatuna hospitali ya wilaya na serikali haina mpango wa kujenga hospitali hiyo ya wilaya, je, serikali itakuwa tayari kutupatia fungu maalum la fedha kila mwaka kwa ajili ya huduma hii ya afya ya uzazi? Lakini swali langu la pili Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia ongezeko hilo la wagonjwa, Mheshimiwa Spika, kufuatia ongezeko hilo la wagonjwa kuwa mara 3 ya walengwa wa kituo hiko cha afya na kupelekea kituo chetu kuwa na deni kubwa takribani milioni 83 linalojumuisha matumizi ya madawa, vifaa tiba, huduma ya uzazi na huduma zingine, ningependa kujua sasa serikali itatusaidiaje kuklia deni hilo, ukizingatia idadi hiyo ya fedha au kiasi hiko cha fedha ni mara 2, 3, 4 mpaka 5 ya mapato yote ya kituo cha afya cha Mlandizi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana kwa maswali hayo. Mheshimiwa Naibu Waziri, wanajifungua si chini ya kina mama 10 kwa siku katika kituo hicho cha afya. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, katika jibu langu la msingi nimejibu kwamba serikali imeona uhitaji wa kujenga hospitali ya wilaya na tayari katika bajeti 2018/19 tumetenga bilioni 1.5. Ni kwa sababu tunatambua umuhimu na uhitaji mkubwa sana wa wananchi kwa swala zima la afya. Kwa hiyo tuko tayari, na ndio maana tunajua kabisa kuna kuelemewa, ndio maana tunaenda kujenga hospitali ya wilaya. Lakini katika swali lake la pili anauliza tunafanyaje katika kuwasaidia deni la jumla kama shilingi milioni 80. Mheshimiwa Spika, ni vizuri kwanza tukajua chimbuko la deni hili ni nini, na tukikaa baada ya kipindi cha maswali na majibu tujue tatizo ni nini, ili tuweze kusaidiana ili wananchi waendelee kupata huduma, lakini wakiwa wamevuta subira. Serikali yao ya CCM inawajali, na ndio maana tunaenda kujenga hospitali ya wilaya. Nilikuona mwenyekiti wa PAC. Asante sana Mheshimiwa Spika. Na mimi nilitaka niombe tu kwamba kituo cha afya cha kata ya Vunta, tarafa ya Mambavunta, kimepandishwa hadhi kwa kituo cha afya takriban miaka 10 iliyopita, lakini hakijafunguliwa rasmi kutokana na kwamba kilikuwa hakijapata ukarabati unaofaa. Pamoja na kwamba tunashukuru serikali ilipeleka ambulance, ni muombe Mheshimiwa Waziri kwamba ni lini kituo hiki kitafunguliwa rasmi ili kitambulikane kwamba kweli ni kituo cha afya cha tarafa ya Mambavunta yenye kata 5. Asante sana. Majibu ya swali hilo la Mheshimiwa Kaboyoka tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Kaboyoka kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwa sababu kuna sifa ya zahanati kupanda kutoka zahanati kuwa kituo cha afya, naye mwenyewe amekiri, ingekuwa vizuri baada ya kutembelea eneo hilo ambalo mimi niko tayari, ili tukaone kama kweli nakidhi haja ya kuwa kituo cha afya,
Itakuwa ni furaha kwangu mie kuhakikisha kwamba inapata hadhi ya kuwa kituo cha afya kwa mujibu wa kukidhi vigezo ambavyo vimewekwa ili kiweze kuwa kituo cha afya. Kimeshapandishwa? Ilishapandishwa, ila anachotaka uzinduzi. Kama ni swala la uzinduzi, Mheshimiwa Spika, kama tayari kishapandishwa, manake kuna baadhi ya taratibu ambazo hazijafuatwa. Naomba tukishamaliza hichi kipindi cha maswali na majibu nipate fursa ili tuweze kuongea na DMO tujue hasa nini ambacho kimetokea kama tayari ishapandishwa lakini hakiwi treated kama kituo cha afya. Asante sana. Swali la Mheshimiwa Edwin Sanda, mbunge wa Kondoa Mjini. Uliza swali lako tafadhali Mheshimiwa. Wananchi wa vijiji vya jimbo la Kondoa Mjini kijiografia wana changamoto kubwa ya huduma muhimu za afya, ambapo wanalazimika kufuata huduma hizo katika zahanati za jirani au hospitali za mijini. Je, ni lini serikali itatoa mobile clinic katika kutatua changamoto hii? Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Edwin Mgante Sanda, mbunge wa Kondoa Mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli wananchi wa halmashauri ya mji wa Kondoa wanahitaji huduma ya hospitali tembezi kwa maana ya mobile clinic katika kuhakikisha wanapata huduma mbalimbali za kinga na tiba kwa urahisi. Hata hivyo, serikali kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma imekuwa ikitoa huduma za hospitali tembezi katika halmashauri zote za mkoa kwa awamu. Itakumbukwa kuwa kuanzia tarehe 10 hadi tarehe 19 mwezi wa 8 2017, halmashauri ya Kondoa Mji, Chemba na Kondoa Vijijini kwa kushirikiana na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa ziliendesha huduma ya kibingwa kwa hospitali tembezi katika hospitali ya Kondoa. Mheshimiwa Spika, katika zoezi hili jumla ya madaktari bingwa 31 walitoa huduma mbalimbali za kibingwa kwa wagonjwa 6873 kwa mafanikio makubwa. Mheshimiwa Spika, halmashauri kupitia ofisi ya mganga mkuu wa mji imeanzisha huduma ya hospitali tembezi kwa watu wanaoishi na VVU kila mwezi katika zahanati za Kingale na Kolo ili kuwapunguzia wagonjwa adha ya kufuata huduma hii katika hospitali ya wilaya. Mheshimiwa Sanda, muuliza swali. Samahani Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia ofisi ya mganga Mheshimiwa Sanda, kumbe bado kuna majibu ya nyongeza. Serikali kupitia ofisi ya mganga mkuu wa mkoa itaendelea kutoa huduma hizi mara kwa mara kwa lengo la kusaidia wagonjwa kupata huduma za kibingwa na huduma nyingine katika maeneo yao na kuepusha kuingia gharama kufuata huduma za kiafya. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Edwin. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Hapa naweza nikasema ni pale ambapo goalkeeper wa Simba anapigiwa shuti la penalti na mshambuliaji wa Yanga afu anaenda kushoto, goli linaingia kulia. Mheshimiwa Spika, majibu yaliyotolewa na serikali pamoja na shukrani zote, lakini kidogo yamekwenda tofauti na malengo ya swali lenyewe. Huu utaratibu wa hospitali tembezi tumekuwa tukiufanya hasa sisi wenyewe wabunge tukishirikiana na ofisi ya mkoa, na tumefanya mara kadhaa kama mara 3, na tunatarajia tena mwezi wa 9 mwaka huu tutapata nyingine kutoka Marekani. Lakini nilichokuwa nikitarajia hapa Mheshimiwa Spika ni ubunifu huu tulioanza nao kutokana na uchache wa huduma za kibingwa, lakini pia na huduma nyingine za afya kwenye ngazi ya halmashauri na kwenye ngazi ya wilaya, tupeleke kwenye vijiji. Ndio maana niliainisha vijiji vingi ambavyo tunavizungumzia hapa. Kwa kawaida tumekuwa tunachukua gari la chanjo na mengineo ya miradi kufikisha huduma za kliniki za watoto, chanjo, huduma za wakina mama wale, lakini sasa zinafanyika nje kwenye uwazi, jambo ambalo halina staha sana. Ndio maana tukawa tunahitaji kliniki tembezi. Huu ni ubunifu tuliofanya kwenye ngazi ya wilaya, sasa tuufanye kwenye ngazi ya vijiji. Je, serikali haioni umuhimu wa kuenzi na kuiga ubunifu huu kwenye ngazi ya vijiji? Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuweza kujenga zahanati kwenye kila kata kama ilivyo
kwenye kila kijiji kama ilivyo sera yetu, gharama yake ni kubwa sana. Na haya maeneo yote niliyoainisha, unaweza ukazungumzia maeneo 5 mpaka 6 ambapo ukipata gari moja la namna hiyo la hospitali la kliniki tembezi linaweza likakusaidia kuweza kumaliza huduma ya kujenga zahanati 4. Sasa ni lini basi? Na kwa kuwa tunafahamu uwezo wetu ni mdogo, bora tufanye. Mheshimiwa Edwin, naomba sasa unyooke kwenye swali. Ni lini basi serikali itaiga ubunifu huu na kutuletea kliniki mobile clinic van kwa ajili ya maeneo yetu ya Kondoa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya maswali hayo mawili ya Mheshimiwa Sanda tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba nijibu maswali ya Mheshimiwa Edwin Sanda mawili kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu kwanza nimpongeze Mheshimiwa Sanda kwa jinsi ambavyo amekuwa akipigania wananchi wake kuhusiana na swala zima la afya. Wiki iliyopita alikuwa anaongelea juu ya swala la gari la wagonjwa, lakini leo anaongelea juu ya mobile clinic, lakini katika swali lake alilenga gari linalotembea kwa ajili ya kutoa huduma. Sasa kwa namna ambavyo swali limekuja, ndio maana anasema kwamba ni kama tumehamisha goli, lakini si nia ya serikali kuhamisha magoli kwa sababu majibu yote tunayo. Katika swali lake la kwanza anauliza uwezekano wa kuiga hili jambo zuri ili kuvipunguzia vijiji vingi baada ya kufuata huduma maeneo ya mbali. Naomba kubaliana na Mheshimiwa Sanda, ni nia ya serikali. Pale ambapo uwezo unakuwa umeruhusu, hatuna sababu ya kutowapelekea wananchi huduma jirani yao. Lakini katika swali lake la pili anaomba tuige utaratibu mzuri ili kuwa na mobile van. Mheshimiwa Spika, utakubaliana na sisi kwamba wananchi wengi wamejitokeza, wametoa nguvu zao katika ujenzi wa zahanati na vituo vya afya pamoja na wazo jema hili, lakini itakuwa si busara hii nguvu ile ambayo imetumiwa na wananchi tukaidampu alafu tukaanzisha jambo jingine. Kwa kadri nafasi zitakavyoruhusu na nguvu ya kibajeti kiruhusu, wazo hili ni jema, naomba tuchukue kama serikali kuifanyia kazi kwa siku za usoni. Nilikuona Mheshimiwa Ana Gidaria na Mheshimiwa Msukuma. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa kuuliza na swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, mazingira yaliyoko Kondoa yanafanana na mazingira yaliyoko Babati vijijini. Zahanati ya Galapo ni zahanati ya muda mrefu, imepandishwa kuwa kituo cha afya, lakini mpaka sasa hatuna jengo la upasuaji. Kwa nguvu za wananchi tumejitahidi mpaka tumepaua hilo jengo. Mpaka sasa tuna vifaa vya hiyo chumba cha upasuaji, lakini tuna changamoto ya kumalizia hilo jengo ili litumike. Ni lini sasa serikali itapeleka pesa za kumalizia hilo jengo? Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Said Selemani Jafo, majibu tafadhali. Kituo cha afya Galapo. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze dadangu Ana kwa swali zuri, lakini wapongeze wabunge wa Babati na kakake Jitu kwa pamoja. Nafahamu Babati vijijini ina changamoto kubwa ya afya, na ndio maana kwa zahanati ya Galapo ambayo imepandishwa, lakini kwa sasa kipaumbele chetu kwamba tumeanza na vituo viwili vya afya. Kile cha kwanza sasa hivi tunaenda katika kituo cha Magugu, kwa sababu tunajua pale Magugu ni center kubwa sana, gari nyingi zinapita. Kwa hiyo hilo tumeweka kipaumbele, na hata hivyo kwamba ni mpango wa serikali kuhakikisha kwamba kituo cha afya cha Galapo tutafanya kila linalowezekana kwa mipango ya serikali tuweze kuimarisha kwa ajili wananchi wa Babati vijijini waweze kupata huduma vizuri. Mheshimiwa Kasheku. Nikushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi. Kwa kuwa matatizo yaliyoelezwa na wabunge wenzangu ni sawa kabisa na matatizo yaliyoko jimboni kwangu, jimbo la Geita vijijini lenye population ya watu kama 1,000,000 halina kabisa kituo cha afya hata kimoja, baada ya kituo cha afya Nzera kupanda hadhi na kuwa hospitali ya wilaya. Sasa je, wizara haioni umuhimu wa kutusaidia pesa ili tuweze kujenga kituo kwa wananchi walioko Ibisabageni na Rubanga kuliko na umbali wa kilomita 80 mpaka kupata kituo cha afya kilichopandishwa hadhi ya kuwa hospitali ya wilaya? Aisha, nyewe Sukuma, watu 1,000,000 hawana kituo cha afya.
Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, majibu ya swali hilo muhimu sana. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la mtani wangu Msukuma kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kweli tunafahamu changamoto kubwa ya afya kule Geita vijijini. Na hata hivyo nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa sababu kwa pamoja tumeshirikiana kuhakikisha kituo cha afya cha Nzera kile cha kwanza kimekuwa ni cha kisasa zaidi. Hata hivyo kwa vile tunajua changamoto ni kubwa, ndio maana Geita vijijini sasa hivi, Geita DC sasa hivi tunaenda kuipa hospitali ya wilaya rasmi sasa katika bajeti yetu ya mwaka 2018-2019. Lakini hata hivyo katika mpango wa serikali wa sasa ni yetu kwamba kabla ya mwezi wa 9 mwishoni kwa mwezi wa 10 tutakuwa tumeweka miundombinu ya kisasa katika kituo cha afya cha Nyarugusu. Nadhani zahanati kitu upgrade. Kwa lengo kubwa ni kwamba watu wachimbaji na population kubwa eneo lile waweze kupata huduma nzuri sana ya afya. Kwa lengo kubwa ni kwamba kuwahudumia wananchi wa Geita kwa ujumla wake. Mheshimiwa Dr. Mary Nagu, swali la mwisho la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kunipa fursa hii adimu. Mheshimiwa Spika, wilaya ya Hanang ina kituo cha afya kimoja ambacho ndicho kinakarabatiwa sasa, lakini na wilaya kubwa haina kituo cha afya kingine. Nilimwomba Mheshimiwa Waziri kituo cha afya cha Basotu na kituo cha afya cha Endesak ambako kuna watu wengi ambao wanategemea huduma hiyo atusaidie. Yeye anaweza kutuambia ni lini ukarabati huo utaanza ili na watu wa Endesak na Basotu waweze kunufaika na huduma ya afya. Asante sana. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Mheshimiwa Spika, majibu tafadhali. Naomba nikiri Mheshimiwa Mary Nagu atela alikuja na wananchi wake tukiwa getini, alileta hiyo hoja, na nikiri wazi kwamba Endesak na Basoto ni changamoto kubwa na population ni kubwa, na ni nia ya serikali na mpango wa serikali kwamba Mungu akijalia kabla ya mwezi wa 9 tutakuwa tumeshaanza ujenzi pale Basoto kwa kadiri kama tulivyokubaliana siku ile. Asante sana. Tuendelee na maji na umwagiliaji. Swali la Mheshimiwa Azza Hilal Hamad. Je, ni lini serikali itakamilisha ujenzi wa bwawa la umwagiliaji katika kijiji cha Ishololo katika halmashauri ya wilaya ya Shinyanga? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Maji na Umwagiliaji na naibu waziri anatoa majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji na Umwagiliaji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Azza Hilal Hamad, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mradi wa ujenzi wa bwawa la Ishololo uliopo katika halmashauri ya wilaya Shinyanga vijijini ni moja kati ya miradi iliyokuwa ikitekelezwa kupitia mradi wa uwekezaji katika kilimo chini ya iliyokuwa Wizara ya Kilimo, Chakula na Ushirika. Utekelezaji wa mradi huo ulifikia ukomo wake mwezi Desemba 2013 ambapo Benki ya Afrika ilisitisha kutoa fedha za utekelezaji wa mradi wakati utekelezaji wake ulikuwa bado haujakamilika. Mheshimiwa Spika, serikali ina dhamira ya dhati ya kukamilisha skimu zote za umwagiliaji ambazo utekelezaji wake haujakamilika kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo ukosefu wa fedha. Kwa sasa serikali inakamilisha mapitio ya mpango kabambe wa taifa wa umwagiliaji wa mwaka 2002 ambao unabainisha hali ya skimu za umwagiliaji nchini. Kwa kuzingatia umuhimu wa kilimo cha umwagiliaji nchini, serikali itatoa kipaumbele kwa miradi yote itakayobainishwa ukiwemo mradi wa umwagiliaji katika kijiji cha Ishololo katika halmashauri ya wilaya ya Shinyanga. Mheshimiwa Azza, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi niweze kuuliza maswali ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Shinyanga hawana mradi hata mmoja wa umwagiliaji, na hivyo kuwepo kwa mradi huu tulitegemea kuleta tija kwa wakulima wetu, hasa wakulima wa mboga mboga na vitunguu. Mheshimiwa Spika, mradi huu umetumia fedha nyingi sana na umeachwa na mashimo mengi ambayo hayana maana yeyote kwa wakulima wetu. Naomba niulize maswali mawili ya nyongeza. Je, serikali ipo tayari sasa kutoa kipaumbele katika mradi huu ili uweze kuleta tija kwa wananchi kama ambavyo serikali ilikuwa imekusudia? Swali la pili, je, Mheshimiwa Naibu Waziri, upo tayari sasa kwenda katika kijiji cha Ishololo katika halmashauri ya wilaya Shinyanga ukajionee mwenyewe hali halisi ambayo iliachwa na mkandarasi pamoja na fedha nyingi kutumika katika mradi ule?
Mheshimiwa Naibu Waziri Maji na Umwagiliaji, Mheshimiwa Aweso, uko tayari kwenda kwa watani zako Usukumani huko? Mheshimiwa Spika, awali ya yote kwanza napenda nimpongeze Mheshimiwa mbunge. Ni mbunge mfuatiliaji, ni mpambanaji wa matatizo ya wananchi wake wa Shinyanga, lakini kubwa la msingi, kwa kuzingatia umuhimu wa umwagiliaji, serikali itatoa kipaumbele katika swala zima la umwagiliaji katika kijiji cha Ishororo, katika kuhakikisha wananchi wa Shinyanga wanawekeza katika umwagiliaji ili tupate bidhaa ama ni fursa ambayo tutaweza kuwekeza katika swala zima la viwanda. Lakini la msingi lingine ambalo ameniomba nifike katika eneo la Ishororo, Mheshimiwa Spika, nipo tayari mimi ama waziri wangu, tumejipanga katika kuhakikisha bunge litakapokuwa limekwisha kutembelea maeneo yote ambayo tuliahidi kwa waheshimiwa wabunge kufika ili kujionea changamoto, na maeneo yote ambayo tutakuta na changamoto tutachukua hatua. Nilikuona Mheshimiwa Bulembo kule mwisho kabisa, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kutokana na swala la msingi liloulizwa na Mheshimiwa Adha, Mheshimiwa Spika, kule mkoani Mara kuna wilaya moja inaitwa Serengeti. Katika wilaya ya Serengeti kuna bwawa moja linaitwa Manchira. Limeanza tangu mwaka 1988. Mpaka leo maji hayatoki, unaambiwa kuna chujio. Naomba tamko la serikali. Lini maji yale yataanza kutoka kusaidia wananchi wa Serengeti? Baki ni miaka 10 leo. Kwa kweli Mheshimiwa Naibu Waziri, bwawa la Manchira tangu mbunge wa Nyancha alikuwa akiongelea jambo hilo. Unasemaje kuhusu swali hilo? Majibu. Mheshimiwa Spika, hakuna jambo lisokuwa na mwisho, na sisi kama viongozi wa wizara hii ya maji, jukumu letu ni kuhakikisha Watanzania wanapata maji safi, salama na yenye kuwatosheleza. Nimwombe Mheshimiwa mbunge baba yangu Mzee Bulembo, hebu tuonane tuweze kupata mawazo ya pamoja ili tuweze kusukuma katika kuhakikisha wananchi wale wanapata maji safi, salama na yenye kuwatosheleza. Asante sana. Mheshimiwa Marwa Rioba, swali lako limeshaulizwa huko. Mheshimiwa mbunge wa Mvomero atafuata na Mheshimiwa Deo Ngalawa. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa kunipa nafasi asubuhi hii. Na mimi naomba niungane na Mheshimiwa Aza, naomba niulize swali moja dogo la nyongeza. Wilaya ya Mvomero imejaaliwa baraka kubwa na Mwenyezi Mungu, maji ni mengi, mabonde ni mengi. Waziri alituahidi miradi miwili ya umwagiliaji, mradi wa Mbogo na mradi wa Kigugu, yenye thamani ya shilingi bilioni 3 tokea mwaka jana. Je, ni lini sasa fedha hizo zitatolewa ili wananchi wale waweze kujiendeleza katika miradi hii ya umwagiliaji? Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Juma Hamidu Aweso, tafadhali. Mheshimiwa Spika, awali ya yote nimpongeze Mheshimiwa mbunge. Ni kweli aliahidiwa na Mheshimiwa waziri wangu kupewa miradi miwili ya umwagiliaji, na kwa kuwa ahadi ni deni, nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, sasa hivi tunapitia mapitio ya mpango kabambe ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ili tuweze kujiridhisha. Nataka nimhakikishie ahadi ile tutaitekeleza katika kuhakikisha wananchi wake wa Mvomero wanapata miradi ile yote miwili ya umwagiliaji. Mheshimiwa Ngalawa, tafadhali. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa fursa ya kuuliza swali moja la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, bonde la Mto Ruhuu ambalo linaunganisha wilaya ya Ludewa na wilaya ya Nyasa liliwekwa kwenye bajeti ya 2016-17 juu ya ujenzi wa bwawa la umwagiliaji. Lakini cha kushangaza Mheshimiwa Spika, katika miaka hii miwili bwawa lile halipo kwenye bajeti. Je, serikali ina mpango gani na ujenzi wa bwawa la Mto Ruhuu? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri Maji na Umwagiliaji, tafadhali. Mheshimiwa Spika, tunatambua umuhimu wa umwagiliaji, lakini katika swala zima la umwagiliaji Mheshimiwa Spika, tangu tumeingia katika wizara hii tumekuta changamoto kubwa sana. Kutokana na changamoto tulizobainisha katika umwagiliaji, waziri wangu akaona haja sasa ya kupitia mpango kabambe wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji wa mwaka 2002 ili tuweze kubainisha zile changamoto na kuweza kuzipatia majibu. Tumeona baadhi ya miradi ya umwagiliaji imejengwa lakini haijakamilika, lakini hata hiyo inakamilika imekuwa ikiwasaidia wakulima katika kuvuna msimu mmoja, wakati tunapozungumzia umwagiliaji ni mbadala, kwa maana ya wakulima waweze kulima kiangazi na hata masika. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, baada ya mapitio sisi kama Wizara ya Maji na Umwagiliaji tutaona umuhimu wa kuhakikisha kwamba tunampa kipaumbele wananchi wake waweze kupata kilimo cha umwagiliaji. Nilikuona Mheshimiwa, uliza swali la mwisho la nyongeza.
Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. Ninaomba na mimi niulize swali la nyongeza. Skimu nyingi za umwagiliaji ambazo ziko Mbozi, kata ya Bala, kuna skimu ya umwagiliaji ambayo ni ya miaka mingi sana. Miundombinu yake imechoka na skimu hii haifanyi kazi vizuri. Sasa Mheshimiwa Waziri, uko tayari kukarabati skimu hii ya umwagiliaji ambayo iko kata ya Bara ili iweze kuwasaidia wananchi wa kijiji cha Bara, kata ya Bala, wilaya ya Mbozi? Majibu ya swali hilo la wananchi wa Mbozi, Mheshimiwa Naibu Waziri Maji na Umwagiliaji, Mheshimiwa Aweso, tafadhali. Mheshimiwa Spika, awali ya yote kama nilivyokuwa nimeeleza ya kwamba sisi kama katika Wizara hii ya Maji na Umwagiliaji tumeona kabisa tumekuwa na changamoto katika swala zima la umwagiliaji. Moja ya changamoto, tumekuwa na miradi mingi lakini haijakamilika. Tunapitia mapitio yetu kabambe, lakini nataka nimhakikishie maeneo yote ambayo miradi haijakamilika, sisi kama Wizara ya Maji na Umwagiliaji tutahakikisha tunaikamilisha ili wananchi wale waweze kufaidika katika swala zima la umwagiliaji. Tunahamia Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Waheshimiwa wabunge, swali litaulizwa na Mheshimiwa Musa Bakari Mbaruk, mbunge wa Tanga mjini. Je, kwa nini serikali isianzishe utaratibu wa kupima mizigo na usajili wa abiria katika vyombo vyote vya majini kama inavyofanyika airport ili kupisha ajali za mara kwa mara? Naibu Waziri anaelekea kutoa majibu ya swali hili. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Musa Bakari Mbaruk, mbunge wa Tanga mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inao utaratibu wa kupima mizigo na usajili wa abiria katika vyombo vya usafiri kwa njia ya maji, na utaratibu huo hutekelezwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa na Mamlaka ya Udhibiti Usafiri wa Nchi Kavu na Majini, yani SUMATRA, ambapo kwa hivi sasa utekelezaji wake unadhibitiwa na Wakala wa Meli Tanzania, yani TASAC. Mheshimiwa Spika, vyombo vyote vya majini husajiliwa na kupewa vyeti vya ubora, seaworthiness certificate, ambayo huonyesha uwezo wa chombo husika kubeba mizigo na abiria, mizigo au abiria. Aidha, Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri wa Nchi Kavu na Majini SUMATRA imeipa dhamana Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA kutoa kibali cha kuondoa chombo baharini, yani clearance certificate, kutoka bandari moja kwenda nyingine baada ya kujiridhisha kuwa chombo husika kimebeba abiria au shehena kulingana na viwango vya usalama vilivyokusudiwa kwa shughuli ambazo chombo husika kimesajiliwa kufanya. Mheshimiwa Spika, kwenye kibali cha kuondoa chombo bandarini hujaza takwimu kama vile idadi ya wafanyakazi wa chombo, yani crews, idadi ya abiria passengers, idadi ya mizigo cargo, na huambatanishwa na majina ya abiria passenger manifest na idadi ya mizigo cargo manifest kwa ajili ya ukaguzi, ukamilishaji wa mamlaka ya kibiashara, ufuatiliaji pindi ajali inapotokea na kumbukumbu za ofisi. Hivyo vyombo vyote hubeba shehena au kupakia abiria kulingana na uwezo wake na hivyo kuepusha ajali zisizo za lazima. Mheshimiwa Spika, napenda nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, hususan wanaoishi katika mwambao wa Bahari ya Hindi, Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika na Ziwa Nyasa kuacha kutumia vyombo vya usafiri visivyosajiliwa na SUMATRA au TASAC, hususan vinavyotoa huduma katika bandari zisizo rasmi, yani za bandari bubu kwa upande wa Bahari Kuu na miaro kwa upande wa Maziwa Makuu, ili kuepusha ajali za mara kwa mara na hivyo kunusuru maisha ya watu na mali zao. Mheshimiwa mbunge wa Tanga, uliza swali lako. Asante Mheshimiwa Spika. Mimi naamini kabisa kwamba Mheshimiwa Waziri kwa maneno yake ya mwisho amekubaliana na mimi kwamba vipo vyombo ambavyo vinatumia bandari bubu na havijafanywa usajili na wala havikaguliwi mizigo yake. Sasa kama unavyosema watu nywele nyeupe ni sababu ya kuwa na busara zaidi. Sasa je, atakubaliana na mimi kwamba sasa serikali ipo haja ya kuhakikisha hata hivi vyombo vinavyotumia bandari bubu sasa vinakuwa na vyombo vya uokoaji au zana za uokoaji kama life jacket na vitu vingine? Lakini swali langu la nyongeza la pili ni kwamba kwa nini kuna bandari bubu? Ni kwa sababu kuna tozo na kodi za kuudhi kwa watu wanaotoka Zanzibar na maeneo mengine katika bandari zetu, ndio maana wanatumia bandari bubu. Sasa serikali ina mpango gani sasa wa kuondoa hizi kodi kama kwenye TV moja, radio moja au nguo chache katika watu wanaotoka Zanzibar na Pemba wanaokuja maeneo ya Tanga? Asante.
Yaani mheshimiwa anatetea bandari bubu. Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Engineer Nditie, tafadhali. Mheshimiwa Spika, nashukuru. Kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mbaruku, mbunge wa Tanga mjini. Maswali yake mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza mwanzo, umuhimu wa kutumia bandari rasmi, tunapata data na kuhakikisha uimara na utayari wa chombo husika kusafirisha abiria kwa usalama zaidi. Hatuwezi kuruhusu kama serikali bandari bubu zitumike. Na swala la tozo, Mheshimiwa Spika, nikijibu swali lake la pili, tozo zinazotozwa kwenye vyombo vya baharini na maziwa makuu sio kubwa sana kiasi cha kuruhusu watu waendelee kutumia bandari bubu. Namuomba Mheshimiwa mbunge akubaliane na serikali kwamba tozo zinazotozwa ni affordable kabisa na zinatumika na watu ambao wanataka kufanya kazi kwa uhakika na kwa usalama zaidi kwa ajili ya abiria wao. Mheshimiwa Zainab Vuru, nilikuona uliza swali nyongeza, tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi. Kwa kuwa bandari ya Nyamisati na bandari ya Kilindoni zimekidhi kigezo cha serikali, na kwa kuwa wananchi wa kutoka Nyamisati kwenda Mafia au kutoka Mafia kwenda na Nyamisati wanapata shida ya usafiri, uwezo wa majahazi yao ni haizidi wa abiria 50 pamoja na mizigo yao. Je, ni lini serikali itatoa kadhia hiyo kwa wananchi wanaoishi maeneo hayo kwa kuwapelekea boti ambayo itakuwa salama na uhakika wa kusafirisha, ukizingatia kunakuwa na wazee, kina mama wajawazito, watoto wanaokaa sana bandarini na kukosa usafiri wa uhakika? Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Engineer Atashasta Nditie, tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Zainab Vuru, mbunge viti maalum Pwani, kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze sana kwa jinsi anavyofuatilia hasa bandari ya Nyamisati, mpaka nimeshaizoea kusikia kutoka kwake na Mheshimiwa Dau na wadau wote ambao wako mkoa wa Pwani, bila kumsahau makamu mwenyekiti wa kamati yangu Mheshimiwa Hawa Mchafu. Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba kuna vyombo vinafanya kazi maeneo yale, lakini niwapongeze sana wabunge wa eneo lile kwa sababu vyombo karibu vyote vinavyofanya safari kati ya Mafia na Nyamisati vimesajiliwa, na ndio maana hata ikitokea ajali huwa kuna utaratibu maalum ambao tunaweza kupata taarifa rasmi za ajali hiyo. Nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba tayari serikali ina mpango wa kupeleka boti muda huu, wakati tunaendelea na utengenezaji wa landcraft kubwa ambao tumewapatia TEMESA shilingi bilioni 3 na milioni 800 kwa ajili hiyo. Kwa hiyo nawaomba waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Pwani wasio na wasiwasi, serikali ina utaratibu wa kutengeneza kivuko kile pamoja na boti ya kuwasafirisha abiria. Nimekuona Mheshimiwa, uliza swali la nyongeza, tafadhali. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa serikali imebaini kuwa kuna bandari bubu na haziepukiki bandari bubu hizo, je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha hizi bandari bubu, wenye vyombo katika bandari bubu wanasajiliwa ili kuepusha ajali za mara kwa mara? Mheshimiwa Naibu Waziri, bandari bubu za boti za kutoka Pemba kwenda Tanga ambazo haziepukiki hizo bandari bubu, unasemaje Mheshimiwa? Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, napenda nijibu swali la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Ni kweli Mheshimiwa Spika, kuna changamoto ya bandari bubu, na kama serikali tumekuwa tukiendelea kuwaelimisha wananchi umuhimu wa kuzirasimisha bandari hizo kwa msaada mkubwa sana wa Mamlaka ya Bandari Tanzania, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tutaendelea kuwasiliana na wadau ambao wanaendesha bandari bubu, kwa sababu nyingine huwa zinakuwa zinachangamka kabisa na zinatakiwa zipewe miundombinu mbalimbali ya kiserikali ili ziwe salama kwa ajili ya Watanzania. Nimhakikishie tu kwamba tutaendelea kuzitembelea na kuwapa elimu, na inapotakiwa tutaendelea kuzirasimisha ili kuokoa maisha ya Watanzania waweze kusafiri salama. Bahati nzuri wabunge wote wa Pemba wamekaa kimya.
Nataka niwape nafasi lakini kumbe mnakubali kuna Mheshimiwa Hatibu. Swali la nyongeza tafadhali. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri, toka asili bandari bubu ndio msaada mkubwa kwa wananchi hususan wa visiwani baina ya Zanzibar na mwambao wote huu wa bahari ya Hindi. Lakini Mheshimiwa, linapokuja suala la bandari bubu na vyombo hivi mara nyingi vinaangaliwa vyombo vya baharini na vyombo vya maziwa vinakuwa vinaachiwa huru. Mheshimiwa Waziri, nataka kujua ni kwa nini bandari bubu ambazo mnazisema lakini zinakidhi viwango, mfano Kipungwi, Kigombe, Tanga, ambazo zinakidhi viwango hamzirasimishi haraka na kufanya kazi wananchi wakapata tija kwa safari zao? Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Hatibu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, bandari bubu ni bandari bubu tu. Hakuna namna ambavyo unaweza kaifanya ikawa rasmi kwa kuibadilisha kwa maneno. Ni lazima taratibu za kiserikali na sheria zifuatwe kuifanya bandari bubu iweze kuwa rasmi. Na nimewahakikishia waheshimiwa wabunge kwamba bandari bubu zote ambazo zinakidhi vigezo tumekuwa tukizitembelea na kutoa elimu na kuwapa mapendekezo mbalimbali kiserikali ambayo yatasababisha ziweze kuwa bandari rasmi. Serikali haiwezi kufurahia kuendelea kuwa na bandari bubu na wala hatuwezi kuruhusu bandari bubu ziwepo. Kikawaida bandari bubu zote hatuziruhusu. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, ni kuhakikishie tu kwamba hizo bandari hizo zitaja, tutazitembelea, tutaongea na wadau, tukiona zinakidhi vigezo tutazisajili, alafu zitakuwa bandari rasmi. Asante. Tuendelee na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Swali la Mheshimiwa Anna Gidaria tafadhali. Asante Mheshimiwa Spika. Wazee na watoto kumradhi. Kituo cha wazee Sarame kilichopo Magugu wilayani Babati vijijini kina changamoto nyingi ikiwemo uhaba wa watumishi, usafiri wa dharura, huduma ya kwanza. Je, ni lini serikali itapeleka huduma zote? Ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Anna Joram Gidaria, mbunge viti maalum kutoka mkoa wa Manyara kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali imekuwa ikihakikisha upatikanaji wa huduma za msingi katika makazi ya wazee na watu wenye ulemavu wasiojiweza, ikiwa ni pamoja na wanaotunzwa katika makazi ya Magugu yaliyopo katika halmashauri ya Babati vijijini. Katika mwaka wa fedha 2017-18, serikali imepeleka fedha kiasi cha shilingi milioni 14,631,935 na senti 47 kwa ajili ya chakula na shilingi 900,000 kwa ajili ya dharura zinazojitokeza. Bajaji moja katika makazi hayo kwa ajili ya kurahisisha usafiri. Aidha, makazi ya Magugu yamepata huduma ya upulizaji wa dawa za kuua wadudu kwa maana fumigation mwezi wa 5 mwaka huu 2018. Wizara imeendelea kupeleka vifaa vya usafi na huduma ya kwanza kwenye makazi yote ya wazee ikiwa ni pamoja na makazi ya Magugu. Aidha, uboreshaji wa huduma na miundombinu katika makazi utaendelea kufanyika kadri ya fedha zitakavyopatikana. Mheshimiwa Spika, sambamba na haya, serikali bado inatambua kuwa zipo changamoto zinazokabili utoaji wa huduma za msingi kwenye makazi ya wazee, na ili kukabiliana nazo, serikali katika mwaka wa fedha 2018-19 imetenga jumla ya fedha shilingi milioni 27,032 kwa ajili ya chakula na milioni 3,600,000 kwa ajili ya dharura. Aidha, serikali katika mwaka wa fedha 2017-18 ilitenga bajeti ya watumishi wa ustawi wa jamii wapatao 24 na katika bajeti ya mwaka 2018-19 wizara imetenga bajeti ya watumishi 60. Wizara inaahidi kuwapeleka baadhi ya watumishi hawa kwenye makazi ya wazee Magugu yaliyopo Sarame Babati vijijini pale tu tutakapopata kibali cha ajira zao. Pamoja na Anna Gidaria, uliza swali lako. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu ya serikali, Mheshimiwa Spika, natambua kazi kubwa wanayofanya Waziri wa Afya na naibu wake. Mheshimiwa Spika, naomba niseme tu kwamba Mheshimiwa Naibu Waziri, waliokuletea haya majibu
wamekudanganya. Kwa sababu mimi ni Tomaso, naomba niambatane na wewe nikapapase mwenyewe. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, tumsikilize mheshimiwa anauliza swali. Mheshimiwa Spika, tatizo lililoko kwenye hichi kituo ni matatizo ni makubwa sana. Na kama kuna kitu ambacho wizara haifahamu, katika kile kituo kuna wazee 52. Na katika hao 52 kuna wazee 4 ni kati ya wazee waliopigania vita vya pili vya dunia. Lakini Mheshimiwa Spika, tuna matatizo makubwa ya watumishi wa afya. Tuna watumishi wawili tu, mmoja anakaa Babati mjini na mwingine anakaa kilomita 1.5 kutoka kwenye kituo. Maana yake usiku kukitokea dharura wale wazee hawapati huduma za haraka. Ni lini sasa serikali itawajengea nyumba wale watumishi wapate kuishi karibu na wale wazee? Swali la pili, kwa kuwa nchi nzima idadi ya wazee inajulikana na kwa kuwa umri mkubwa wa uzee ndio unaopatikana na magonjwa makubwa nyemelezi, pamoja na kuwa serikali imesema huduma ya wazee ni bure, je, serikali iko tayari kuwapatia bima wazee wote nchi nzima? Majibu ya maswali hayo muhimu sana ya wazee, Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Ndugulile, tafadhali. Mheshimiwa Spika, labda nianze kwa kusema kwamba kuwepo na idadi kubwa ya wazee ambao sasa hivi wanafikia milioni 2.7 ni ishara kwamba kumekuwa na maboresho makubwa sana katika huduma ambazo tumekuwa tunazitoa katika ngazi ya afya, lakini vile vile hali ya lishe na matunzo ambayo tumekuwa tunatoa kwenye jamii yetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunajivunia, na Mheshimiwa Spika, sasa hivi umri wa kuishi wa Mtanzania umefikia miaka 65 wastani. Kwa hiyo ni jambo jema ambalo tunapaswa kujivunia. Mheshimiwa Spika, kuhusiana na maswali ambayo ameuliza Mheshimiwa Gidaria, ni kweli ni kwamba tunatambua kwamba serikali tumeendelea kuwa tunaboresha makambi haya ya wazee kadri uwezo unavyoongezeka, na hili ombi la kuhakikisha kwamba tunakuwa na nyumba katika kituo hichi cha Magugu tutalifanyia kazi katika bajeti, kama nilivyokuwa nimesema kwamba tuna fedha ambazo tumezitenga katika bajeti hii ambayo ipo. Lakini sambamba na hilo, sasa hivi serikali iko katika mapitio ya sera ya afya. Katika sera ambayo tunaendelea nayo sasa hivi ya mwaka 2017-2010 ambayo tunayo sasa hivi, tumekuwa tunasema kwamba matibabu kwa wazee yatakuwa ni bure. Lakini sasa hivi serikali tunaelekea katika mfumo wa kuwa bima ya afya kwa wote, na masuala ya haki ya wazee yatazingatiwa katika sera hii mpya. Nimalizie kwa kusema tu kwamba Mheshimiwa Spika, kuhusiana na ombi lake la ziara kwenda kupapasa, niko tayari kufanya Jumapili. Hilo sitakuruhusu, nitamruhusu Mheshimiwa waziri wako ndio aende hiyo safari. Mheshimiwa Esther Mahawe, uliza swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Manyara ni mkoa mkubwa tu na una wilaya 5 na majimbo 7. Na haiwezekani kuwapeleka wazee wote katika kituo kimoja tu kinachopatikana Magugu. Je, ni nini juhudi za serikali katika kuhakikisha wilaya ya Hanang, Simanjiro, Kiteto na Mbulu tunapata kituo kingine cha wazee? Asante. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Waziri wa Afya. Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa Esther Mahawe kwa kufuatilia maendeleo ya Manyara na Babati mjini. Lakini kwanza, kwa mujibu wa sera ya wazee, tuna discourage, tunahamasisha wazee walelewe katika familia. Kwa hiyo serikali haina mpango wa kujenga makazi ya wazee zaidi ya makao ya wazee 17 ambayo tunayo. Na Mheshimiwa Spika, tunakusudia kutunga sheria ya wazee
ambayo itatoa wajibu kwa watoto kutoa matunzo kwa wazee wao, kwa sababu katika yale makambi kuna wazee wana watoto wao wametelekezwa na familia zao. Kwa hiyo nitoe wito, niwahusie Watanzania, wazee hawa wazazi wetu wametulea, wamepigania nchi, na sisi ni wajibu wetu kuwalea. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha, na niwaambie hata wabunge, tukichukua mzee mmoja wawili tukakaa nao kwenye familia zetu ni baraka kwa Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Waziri, hiyo sheria ikishatungwa, kuna wazee wengine ndio wanaoa vibinti vigori kabisa, halafu unawalazimisha watoto watunze mzee wa namna hiyo kweli? Jamani, wa maswali ya nyongeza mnapaswa kuwa wazee. Sasa wote naangalia ni vijana watupu. Wazee watarajiwa. Haya, Mheshimiwa Pareso, mzee mtarajiwa. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwanza nisikitike hiyo kauli aliyotoa Mheshimiwa Waziri hapo, na wale wazee ambao maana mzee anaanzia kijana, mtoto ambaye inawezekana mazingira yake yote yalikuwa ni yatima. Sasa huyu pia unamfanyaje? Maana serikali mnakuwepo wajibu, lakini swali langu Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 4 iliahidi kutoa pension kwa wazee na utafiti zilishafanyika, kauli ikatolewa hapo bungeni. Je, ni lini serikali itatoa pension kwa wazee wetu? Jibu ya swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nisisitize majibu ambayo ameyasema Mheshimiwa Waziri kwa mujibu wa sera yetu ya wazee ya mwaka 2003 ambayo inatamka kwamba majukumu ya kwanza ya kumtunza mzee ni familia, ndugu na jamii husika kabla serikali haijabeba majukumu haya. Na hivi tunavyoongea Mheshimiwa Spika, tunahudumia wazee zaidi ya 500 ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo bado tunaendelea kusisitiza kwamba majukumu ya awali ya msingi yawe katika ngazi ya familia na jamii kabla serikali haijachukua majukumu hayo. Kuhusiana na swali lake ambalo amekuwa anauliza kwamba ni lini na tumefikia wapi katika pension hii ya wazee, bado serikali inaendelea kulitafakari jambo hili, kuangalia utaratibu mzuri zaidi wa kuweza kulitekeleza. Mheshimiwa Aida Henani, nilikuona swali la mwisho la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kuwa tunaamini kwamba wazee ni hazina ya taifa letu. Kama ilivyotengwa kitengo kwa ajili ya vijana, 5% ya vijana na wanawake, wizara haioni sasa ni busara kutenga pesa kwa ajili ya kuwalipa wazee wetu iwe kama nani? Mwishoni kusikika, rudia tena. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Tunaamini kwamba wazee ni busara ya taifa na ni hazina ya taifa letu. Kwa kuwa 5% imetengwa kwa ajili ya vijana na wanawake, wizara sasa haioni ni busara kutenga fedha kwa ajili ya kuwalipa wazee wetu kama baraka katika taifa? Mheshimiwa Anton Mavunde, Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, tafadhali majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Afya napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kenan kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, nimshukuru Naibu Waziri kwa majibu mazuri alivyosema kuhusu masuala ya wazee. Mheshimiwa Spika, kama serikali na kama ilivyosema katika ilani ya uchaguzi, miundombinu yote ya kuwezesha wazee hawa kuweza kulipwa imekwisha kuandaliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama Naibu Waziri alivyosema, ni taratibu za ndani zinaendelea, na pindi taratibu hizi zikamilika, basi serikali itatekeleza azma yake ya kuweza kuwalipa wazee pensheni kama ilivyosema katika ilani ya uchaguzi. Tunaendelea Mheshimiwa wabunge na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Swali la Mheshimiwa Dr. Rashid Mohamed Chuachua, mbunge wa Masasi, na kwa niaba yake Jeshi la polisi katika wilaya ya Masasi halina nyumba za makazi wala usafiri kwa muda mrefu. Je, serikali ina mpango gani wa kuwajengea askari hao nyumba za kuishi
kwa sababu nyumba wanazoishi sasa zimechakaa sana na pia hazitoshelezi mahitaji yao. Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na naibu waziri anatoa majibu ya swali hilo. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi napenda kujibu swali la Mheshimiwa Rashid Mohamed Chachua, mbunge wa Masasi, yenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua tatizo la uhaba wa nyumba za makazi ya askari wa Jeshi la Polisi nchini ikiwemo wilaya ya Masasi. Hata hivyo, serikali kupitia Jeshi la Polisi imekuwa ikichukua hatua mbalimbali ili kupunguza tatizo la makazi, ikiwa ni pamoja na kuwashirikisha wananchi na wadau kujenga nyumba kwa ajili ya makazi ya askari. Mheshimiwa Spika, naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kuwa serikali itajenga nyumba za kuishi askari kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Aidha, wilaya ya Masasi ina magari matatu ambapo kati ya magari hayo mawili ni mabovu. Jeshi la Polisi hugawa magari kwa kuzingatia vigezo mbalimbali ikiwemo hali ya uhalifu, sababu za kiutawala na jiografia ya mahali husika. Kwa kuzingatia vigezo hivyo, hususan jiografia yake, wilaya ya Masasi itapewa kipaumbele katika mgao wa magari mara atakapopatikana. Mheshimiwa Naibu Waziri, naona bunge zima limesimama. Mheshimiwa Hawa Ghasia, uliza swali lako. Asante Mheshimiwa Spika, napenda kuuliza maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Kwa kuwa wizara inayo dira na inayo mpango mkakati ambapo inatambua matatizo yaliyopo na hayo matatizo inayowekea katika mipango yake mikakati. Swali: je, kwa mujibu wa mpango mkakati wake hizo nyumba za askari wa Masasi zitajengwa lini? Na kwa mujibu wa mpango mkakati huo uona dira yake, haya magari mawili au zaidi kwa wilaya ya Masasi yatatolewa lini badala ya kuacha tu bila kuwekewa muda? Majibu ya swali hilo, Injinia Masauni, Naibu Waziri Mambo ya Ndani ya Nchi, tafadhali. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali ya nyongeza mawili ya Mheshimiwa Hawa Ghasia kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwamba kulingana na mipango tuliyokuwa nayo kuhusiana na ujenzi wa nyumba za polisi Masasi pamoja na kupeleka gari, kama ambavyo nimejibu katika swali la msingi, kwa mipango hii inategemea na upelekaji wa fedha katika eneo hili la nyumba. Bahati njema ni kwamba tayari tumeshapata fedha za kuanzia ambao tunatarajia kujenga nyumba 400. Kwa hiyo katika mkoa wa Lindi pia nyumba hizo zitajengwa. Naomba baada ya bunge hili niangalie ili niweze kupata takwimu halisi za wilaya ya Masasi kuhusiana na nyumba hizo zipoje. Lakini katika eneo la gari nimezungumza kwamba kulingana na hali ya uhalifu hasa kubwa zaidi, jiografia ya Masasi ilivyo, inastahili kupata gari, na nikaeleza kwamba pale ambapo magari yatapatikana basi katika maeneo ya kipaumbele vile vile wilaya ya Masasi ni mojawapo. Kwa hiyo nimwombe Mheshimiwa mbunge avute subira, magari yakipatikana tutapeleka, na bajeti ikawa vizuri, nyumba tutajenga. Nilikuona Mheshimiwa Ndasa na Mheshimiwa mbunge wa Vunjo utafuatia. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri, kama waziri mwenye dhamana, nyumba za magereza zilizoko pale Isanga hazifai kabisa kukaliwa na binadamu. Mheshimiwa Spika, hata wewe kwa sababu ni mtu wa Dodoma, ukienda pale ukiona zile nyumba utasema hizi ni nyumba anakaa binadamu. Naomba kupata tamko la serikali, nini nyumba hizo zitajengwa upya kwa ajili ya askari wetu hawa wa magereza katika gereza kuu la Isanga? Unauliza Mheshimiwa Naibu Waziri kuhusu nyumba zisizofaa kabisa za gereza kuu la Isanga Dodoma. Wizara ina mpango gani na nyumba hizo ambazo kwa kweli zinapaswa kuwa condemned, hazifai kabisa? Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Ndasa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika,
Ni kweli hata katika jeshi la magereza tuna changamoto ya uhaba wa nyumba na uchakavu wa nyumba za askari magereza, na ndio maana tunatumia njia mbalimbali. Ukiachilia mbali utaratibu wa kawaida wa kibajeti, tumekuwa tukitumia rasilimali katika maeneo husika kuzikarabati nyumba hizo, hasa ukitilia maanani kwamba jeshi la magereza lina kitengo madhubuti kabisa kinachojishughulisha na ujenzi pamoja na nguvu kazi ya wafungwa. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo maeneo mbalimbali katika nchi, lakini fursa kubwa ambayo inaangukia katika gereza la Isanga lilipo Dodoma ni juu ya hatua ya serikali kuhamisha makao makuu yake rasmi kuja Dodoma. Jambo hilo limepelekea sasa hivi kuwa na fursa pana ya kutanua wigo wa mazingira ya ufanyaji kazi pamoja na makazi ya askari wa vyombo vyetu vyote, na ndio maana mtaona sasa hivi kwamba katika eneo la magereza, katika eneo la uhamiaji, katika jeshi la polisi kuna maendeleo makubwa ya kuboresha makazi ya askari katika Dodoma ili kwenda sambamba na kasi ya ongezeko la ukuaji wa mji wa Dodoma kutokana na maamuzi thabiti ya serikali ya kuhamisha makao makuu ya Dodoma. Mheshimiwa James Mbatia na Mheshimiwa Susan Kiwanga. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kituo cha Himo kiko mpakani na kinahudumia zaidi ya watu 500,000, na ukiangalia hali ya uhalifu hasa mambo ya biashara za magendo mpakani ni kubwa. Serikali imekuwa ikiahidi kupatia kituo hiki gari lililopo ni la zaidi ya miaka 10 na tulipewa na CRDB, na gari hili limekuwa ni kazi ya mbunge kulikarabati kila mwaka. Serikali imeshaikutoa ahadi zaidi ya mara 3 kuhakikisha mnapeleka gari kituo cha Himo, ili haki ya ulinzi na usalama wa taifa ni kazi nambari 1 ya serikali. Serikali watamke hapa ni lini wanapeleka gari hili walioahidi hapa immediately kabla ya bunge halijamalizika kituo cha Himo. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kuhusu kituo hicho cha mpakani. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali nyongeza la Mheshimiwa Mbatia, mbunge wa Vunjo, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Mbatia, amekuwa akigusa sana hili swali. Nadhani si mara yake ya kwanza kuuliza hapa, na mara mwisho nilimjibu na narudia jibu ambalo nimempa mara mwisho, ni kwamba tunatambua changamoto za vituo vya polisi vilivyopo mipakani ikiwemo kituo cha Himo kama ambavyo wamezungumza. Alimjibu kwamba changamoto ambayo tunaipata sasa hivi ni kwamba bado hatujapata magari mapya. Kwa hiyo nikazungumza kwamba tutaangalia sasa magari yatakapokuja, yamekuja magari mangapi na wapi pana hitaji zaidi. Natambua kituo ambacho nimezungumza ni moja katika maeneo ambayo yanahitaji zaidi. Kwa hiyo itategemea wapi pana hitaji zaidi sana na aina magari yaliyopo. Kwa hiyo nimuombe Mheshimiwa mbunge avute subira. Naamini kabisa kama sio leo, kesho, kama sio kesho, kesho kutwa, lakini serikali inatambua sana muhimu wa maeneo haya hasa mipakani kuwa na usafiri uliokuwa imara zaidi ili kudhibiti uingiaji na utokaji wa watu na bidhaa haramu katika nchi yetu. Nikusha kutaja Mheshimiwa Susan Kiwanga. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa matatizo yanayotokea Masasi ni sawa kabisa matatizo ya ndani ya jimbo la Mlimba lenye kata 16, halina kituo cha polisi, halina gari la askari, kupelekea maabusu kukaa muda mrefu kwenye kituo kidogo cha polisi kilicho pale Tazara. Je, ni lini sasa, na Waziri Mwigulu alishatembelea na halmashauri tumeshatenga kiwanja na tuna baadhi ya matofali, ni lini sasa serikali itafikiria kuweka kituo cha polisi Mlimba na kupata maaskari wa kutosha ili kutawanya kwenye vituo ambavyo wananchi wamejitolea na tunakosa maaskari kwa sababu hatuna mahali pa kuwaweka maaskari kwa wingi pale jimbo la Mlimba na hatuna kabisa usafiri, na najua Mheshimiwa Spika. Asante. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi. Mheshimiwa Spika, ni kweli mazingira yale yaliyoyasema Mheshimiwa mbunge nimeyashuhudia, na nilifika mazingira yale yanafanana kabisa na mazingira ya jimbo la Hongoli kule kwa Mheshimiwa Hongoli. Niseme tu serikali inatoa uzito mkubwa kwenye maeneo kama hayo ambayo jiografia yake
inalazimisha kwamba lazima tuwe na usafiri wa kujitegemea ili kuweza kuwatengenezea mazingira mazuri ya askari wetu wa kufanya kazi. Kwa hiyo tunaweka uzito kwenye jambo hilo la usafiri pamoja na kituo hicho kikubwa anachokisemea. Punde tutakapoanza kutekeleza bajeti yetu na balance itakapokuwa imeruhusu, tutatengeneza hilo la kituo, lakini na hilo la gari tutakapokuwa tumeanza kugawa magari tutaweka uzito mkubwa katika jimbo hilo. Mheshimiwa mbunge Liwale, nilikuona. Asante Mheshimiwa Spika kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Halmashauri ya wilaya ya Liwale ni wilaya ambayo ina umri wa miaka 43 sasa. Licha kukosa nyumba maaskari walioko kule, hata kituo cha polisi hatuna umri wa miaka 43. Ni lini serikali itatujengea kituo cha polisi cha wilaya ya Liwale kuondokana na adha ya kupanga kwenye nyumba ambayo wamepanga nyumba yenyewe ni mbovu? Majibu ya swali hilo muhimu sana la watu wa Liwale. Mheshimiwa Naibu Waziri Mambo ya Ndani, Injinia Masauni. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni sahihi Liwale pia inahitaji kuwa na kituo, lakini niliwahi kuongea na Mheshimiwa mbunge tukakubaliana mimi na yeye kwamba mara tutakapomalizika bunge twende pamoja mimi na yeye jimboni kwake tuweze tukashirikiana tuone jinsi gani tunaweza tukafanya kuharakisha mchakato wa ujenzi wa kituo hiki, ikiwezekana kwa kuanzia kuwashirikisha wananchi na wadau mbalimbali, wakati tukisubiri jitihada za serikali za kukamilisha ujenzi wa kituo hiki utakapokuwa zimekamilika. Kwa hiyo ahadi yangu Mheshimiwa mbunge kama tulivyozungumza iko pale pale. Swali la mwisho kwa siku ya leo la Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi linauliza na Mheshimiwa Devota Matthew Minja. Serikali iliahidi kutaifisha mashamba makubwa ya uwekezaji yasiyoendelezwa. Je, mpaka sasa mashamba mangapi yameshakwisha kutaifishwa? Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Mheshimiwa William Lukuvi, tafadhali. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Devota Matthew Minja, mbunge wa viti maalum mkoa wa Morogoro kama ifuatavyo. Serikali imeendelea kuchukua hatua dhidi ya wamiliki wote wa ardhi nchini ambao wameendelea kukiuka masharti ya umiliki yaliyomo katika hati miliki walizopewa. Kwa upande wa mashamba, serikali ya awamu ya 5 chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli katika kipindi kuanzia mwaka 2015 Disemba mpaka sasa imebatilisha miliki za mashamba 32 yenye ukubwa wa jumla wa ekari 67,393.6. Mashamba haya yapo katika halmashauri za Kinondoni, Temeke, Kilosa, Mvomero, Morogoro, Iringa, Kibaha, Busega, Muheza, Lushoto, Bukoba na Arumeru. Mheshimiwa Spika, mbali na mashamba hayo, wizara yangu imeendelea kupokea mapendekezo ya kubatilisha miliki za mashamba yasiyoendelezwa kutoka kwenye halmashauri mbalimbali nchini zikiwemo halmashauri za wilaya Tarime, Serengeti na Mkinga, ambapo taratibu za ubatilishaji wa mashamba hayo zinaendelea kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Spika, natoa wito kwa halmashauri zote nchini ambazo zimebaini kuwepo kwa mashamba yasiyoendelezwa au mashamba pori katika maeneo yao kuendelea kuwahimiza maafisa ardhi wa wilaya zao kutuma ilani za ubatilisho au ilani za utelekezaji ardhi kwa wamiliki wa mashamba hayo kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura 113 na kuwasilisha mapendekezo ya kubatilisha miliki za mashamba hayo katika wizara yangu ili taratibu za kuyabatilisha zikamilishwe kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Devota Minja, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Nilitegemea waziri angeniambia, kwa sababu kutaifisha ni swala jingine na kuendeleza ni swala jingine, kwamba hizi ekari zaidi ya 67,000 ambazo zimetaifishwa serikali hii imeziendeleza vipi? Sasa swali langu ni lifuatalo. Swali la kwanza, Mheshimiwa Spika, kumekuwa na matumizi mabaya ya hii sheria ya kutaifisha mashamba.
Wapo watu ambao walikuwa wakimiliki mashamba kihalali na wanahati, lakini wamenyang'anywa mashamba hayo. Wapo watu ambao walishinda hata kesi mahakamani, lakini mashamba yao wamenyang'anywa. Mheshimiwa Spika, ni lini serikali hii itaacha uonezi kwa wananchi? Swali la pili, wananchi wa kata ya Tungi eneo la Kiegea katika manispaa ya Morogoro tangu mwaka 1984 walikuwa wakimiliki mashamba ya Tungi Estate, lakini mwaka 2014 wananchi wamenyang'anywa mashamba yale kwa maana ya kuachia ujenzi wa Star City. Kwa kuwa serikali mpaka sasa haina lengo la kuanzisha mji ule wa Star City, lakini vile vile mpaka sasa serikali haijalipa fidia. Mheshimiwa Spika, naomba kufahamu ni kwa nini serikali siwache wananchi hao wakaendelea na shughuli zao za kilimo? Mheshimiwa Devota, swali lako la kwanza una mfano wowote? Maana umetoa kama tuhuma tu kwamba serikali inanyang'anya watu mashamba. Wapi? Ili waziri aweze kukujibu specifically. Mheshimiwa Spika, yapo malalamiko na tumekuwa tukifuatilia hata kwenye vyombo vya habari, baadhi ya mashamba ambayo yanafutwa na wamiliki ambao wamekuwa wakilalamikia kwamba walikuwa na mashamba hayo kwa muda mrefu lakini wamenyang'anywa. Kwa hivyo naomba waziri anayafahamu vizuri, yakiwemo ya Mvomero, yakiwemo ya kama mnafahamiana sawa. Mimi nataka kuniambia ni akina nani? Basi Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, majibu tafadhali. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu maswali ya nyongeza ya Mheshimiwa Devota Minja kama ifuatavyo. Kwanza, serikali hatujataifisha mashamba. Nilikusahisha kidogo kwenye swali lako nikasema, yani kwa Kiingereza ni revocation. Revocation sio kutaifisha. Rais anaweza akayachukua mashamba kwa manufaa ya umma, lakini hajafanya hivyo. Haya mashamba yote tuliyochukua niliyoyataja ni yale mashamba ambayo waendelezaji wamekiuka sheria. Kila mwananchi anapopewa shamba au kiwanja lazima uzingatie sheria na masharti uliopewa kwenye hati yako yameandikwa. Kama umepewa shamba kwa ajili ya mifugo, lazima ulitumie mifugo na ulipe kodi stahili na uliendeleze. Na kamishna na uwezo wa kulipima uendelezaji wake kila mwaka umeendeleza kiasi gani. Kwa hiyo nataka kuhakikishia Mheshimiwa Spika, mashamba haya niliyoyataja hayakutaifishwa kama anavyosema Mheshimiwa Devotas, isipokuwa wenye mashamba haya na wana hati. Ukisikia Mheshimiwa Devota shamba limefutwa, maana yake lina hati. Kumbe afutiwe nani? Kwa hiyo hawa watu wenye hati wamefutiwa kwa sababu wamekiuka masharti ya sheria ya ardhi ya mwaka 99 sura 113, wakiwemo hao unaosema mimi siwajui, lakini hao ambao wanafikiri tumewaonea. Hakuna hata mwananchi mmoja, Mheshimiwa Spika, ameonewa katika utekelezaji wa jambo hili. Nataka kuwahimiza wamiliki wote wa mashamba nchini, mtu yoyote ambaye ana shamba amepewa lazima afuate masharti. Kama huliendelezi, kama hulipi kodi stahili, shamba pori, sheria itafuata mkondo wake, na sheria inaanzia kwenye halmashauri husika. Afisa ardhi mhusika anatoa notice kwa mhusika ya siku 90 ajieleze kwa nini hatua zichukuliwe. Wengine hawa wote hawajibu hata notice. Baada ya hapo halmashauri inapandisha zoezi hilo mpaka kwa Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, na mimi nampelekea Mheshimiwa Rais, anatimiza wajibu wake. Kwa hiyo Mheshimiwa Minja, jambo hili wakikusikia wenye halmashauri zao watakushangaa kweli, kwa sababu wao ndio wamefanya. Halmashauri hizi ndio zimeleta maombi ya kufuta mashamba pori, na sisi tutaendelea kutekeleza hili jambo, na nawahimiza waheshimiwa wabunge, mahali popote mtakapokuta mashamba yasiyoendelezwa, bila kujali ya nani, bila kujali siasa, bila kujali mashamba haya alikuwa na miliki mkubwa gani au mtu gani, yaleteni kwa mujibu wa sheria na sisi tutachukua hatua. La pili, shamba la Tungi. Shamba hili la Tungi ni la watu, linamilikiwa kwa mujibu wa sheria, lina mmiliki halali.
Nataka nikuombe tu, kwa sababu Mheshimiwa Spika, maelezo haya ni mengi, nimwombe Mheshimiwa Minja aende pale kwa mkuu wa mkoa, atampa maelezo mengi, kwa sababu mimi mwenyewe nimeshakaa na timu ya mkoa. Hawa wananchi walipelekwa tu pale kulima wakati wa siasa ya kilimo cha kufa na kupona, lakini walikuwa wanalima kwenye shamba lisilo lao. Pale pana hati ya mtu, na mkuu wa mkoa amefanya jitihada sana, Dr. Kebwe, ya kuwatetea wale wananchi, na wenye shamba wamewapa ardhi wale wananchi wa pale ili waweze kuendeleza shughuli zao. Kwa hiyo jambo hili serikali imeshashughulikia. Lile la mwisho, Mheshimiwa Spika, ulilotaka kuuliza ushahidi la Mvomero, anajua Mvomero kuna shamba limefutwa, na mimi naamini bado limefutwa, na Mheshimiwa Rais ametimiza wajibu wake, na mashamba yote yaliyofutwa, Mheshimiwa Spika, viongozi wa mikoa na wilaya tunawaomba watupe mapendekezo namna bora ya kuyatumia katika wilaya zao. Sisi hatuamrishi, tunataka mashamba yaliyofutwa myapange, viongozi kwa kushirikiana na nyinyi waheshimiwa wabunge na wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, myapange ili wananchi wale ambao wameyachungulia kwa muda mrefu na hawana nyenzo za mashamba ya kulima waweze kugawiwa yale mashamba. Kwa hiyo kama kuna shamba Mvomero limefutwa, namuomba Mheshimiwa Muradi na viongozi wote wa Mvomero wapange utaratibu wa kutumia lile shamba la Mvomero lililofutwa. Mheshimiwa Selasini, Mvomero shamba limefutwa. Swali la nyongeza Mheshimiwa. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. Mheshimiwa Spika, niruhusu ni mshukuru na nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri, kwa sababu nilimpelekea shida ya mpaka wa Kenya na Tanzania kule Tarakea. Alikwenda kule na amesaidia sana kuleta utulivu kule mpakani. Mheshimiwa Waziri, nashukuru sana. Lakini kuna tatizo kubwa sana eneo la Holili. Viwanja vimegawanywa ovyo ovyo, vimechukuliwa kiholela kabisa, na ni tatizo la miaka zaidi ya 10. Naomba sana Mheshimiwa Waziri, ukipata tena nafasi, kama timu yako inaweza kwenda pale kuangalia uhalali wa namna ambavyo vile viwanja vimegawanywa, kwa sababu ni tatizo ambalo limeshindikana. Wakuu wote wa mikoa wamejaribu, wameshindwa. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri, majibu ya swali hilo la Holili. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Selasini, mbunge wa Rombo. Ni kweli tulikwenda Rombo, lakini tulikuwa na zoezi la kuangalia mpaka. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumeamua kuweka mpaka wenye alama zinazoonekana kwa wananchi kati ya nchi ya Tanzania na Kenya, na wilaya ya Rombo ni wilaya ya mpakani. Kwa hiyo ni kweli nilikwenda huko na nimekwenda mpaka mkoa wa Mara, na zoezi hili litazinduliwa na viongozi wa nchi hizi mbili hivi karibuni. Tumeweka mipaka ya alama 100 ili wananchi waweze kuona alama zile, waweze kujua nchi yao ya Tanzania inaishia wapi. Kama tunavyojua kwamba alama hizi zilikuwa zimewekwa kwa umbali wa kilomita 1000 mpaka 2000 mpaka nyingine mpaka kilomita 200 300. Kwa hiyo zilikuwa hazionekani na watu walikuwa naingiliana, wananchi wa upande mmoja walikuwa naingia upande mwingine bila kujua, na wananchi wa upande mwingine walikuwa naingia. Kwa hiyo nakushukuru kwa pongezi zako, na tutaangalia hayo maeneo mengine. Sina taarifa kamili hizo ulizoniambia. Nitafurahi zaidi kama Mheshimiwa Selasini ukiniandikia vizuri ili nipate message vizuri. Umezungumza kwa haraka sana, lakini kwa kadiri tutakavyolielewa tutalishughulikia. Asante Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Mheshimiwa William Lukuvi, kwa majibu hayo mazuri. Naona Mheshimiwa Devota Minja alipojibiwa akaridhika kabisa.